Mtazamaji wa Global TV, hivi karibuni siku ya Jumanne jioni tulitoa taarifa inayomhusu mmoja kati ya vijana ambaye alidhaniwa kuwa ni bodaboda, ambaye inadaiwa kwamba alichukua bodaboda yake na kupita kwenye daraja la Kijazi Ubungo, na alipofika juu ya daraja hilo akapaki pikipiki hiyo kwenye barabara ya mwendo kasi, na baada ya kupaki akasimama kwenye matofali ambayo yanatenganisha barabara ya watu na barabara inayotakiwa kupita mwendo kasi peke yake. Na baada ya hapo inadaiwa kwamba kijana huyo alilivizia gari kubwa wakati linapita na kujirusha nyuma ya tela hilo, na hilo tela likamkanyaga kichwani na kukatisha uhai wake. Mimi ni Gabi Mtanzania, nimekuja Sinza anapodaiwa kuwa kijana huyo ndipo alipokuwa akiishi na kufanya kazi na warafiki zake. Ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani na unashughulika na nini hapa? Hapa mimi kwa jina naitwa Nelson Mataluma, ila alimaarufu Mandela. Hapa mimi ni msimamizi wa hii ofisi. Kijana nilikuwa nafanya naye kazi vizuri tu toka mwaka jana, ila ulivyoanza mwaka huu akasema yeye anaachana na chipsi, anafanya mishe zingine. Sikutaka kumhoji kwa na mishe gani, ila mwisho wa siku tukaja kumuona yupo kwenye pikipiki. Sasa katika pikipiki hatukujua kama ni bodaboda au la. Mwisho wa siku kijana akaendelea na mishe zake za pikipiki kama inavyoendelea, lakini sasa ndo mpaka juzi hiyo Jumanne kwamba kusikia bwana mtu fulani kashafariki. Kupitia nini? Kwamba alienda darajani pale flyover ya Magufuli na kupaki pikipiki yake pembeni, mwisho wa siku kuvizia lori ambalo lipo kwenye mwendo mkali na kujirusha katikati ya lori. Sasa katika kuja kutambua kama ni yeye, kuja kuangalia pikipiki yake plate number, na sisi plate number yake sisi tunaijua kwa sababu si mwanetu mtaani, ndio chanzo cha yeye kugundua kama ni yeye. Na mligundua plate number kupitia chombo gani labda? Tuligundua plate number kupitia video ilikuwa inasambaa YouTube. Tukai screenshot na kuiview kwa karibu na kujua ni pikipiki yake. Na kabla ya tukio hilo la yeye kama unavyodai kwamba kujirusha kwenye ile lori ambalo lilikatisha uhai wake, kuna namna ambavyo labda mlizungumza siku hiyo kabla ya ajali, na alikuwa kwenye hali gani labda kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona kama rafiki yako? Kwanza kabla ya ajali asubuhi nilikuwa natoka sokoni. Nilikutana naye Mgabe pale na wakala mmoja hivi anafanya hapo. Tukapakizana kwenye pikipiki, yeye alimpakia ndugu yake na mimi nikapanda kwenye pikipiki ya wakala hadi ofisini kwake. Kwa hiyo wakala mimi ndo ilikuwa mwanzo na yeye na mwisho kuonana mpaka kuja kusikia umauti wake ulipomfika. Na alikuwa kwenye hali gani? Labda uchangamfu, alikuwa mtu wa mawazo, alikuwaje kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona na ulivyomzoea wewe kama rafiki yako? Kwa muonekano wake nilivyomzoea, hakuwa kuonesha kwamba ana mawazo au kuna kitu kinamsibu, ila kwamba taarifa zilizopo kwamba hiyo toka hiyo asubuhi huko ndugu yake anakofanya kazi alikopa kama kiasi cha 400,000 kuja hadi kwa hiyo wakala nilimuelekeza mwanzo akakopa 150,000. Kuna dada yake alimkopa 70,000. Hasa mwisho wa siku kuja kusikia kwamba yupo kwenye lori, yani kuja kupelekea kile kitu mpaka amejiingiza kwenye lori, ndo chanzo hatujui hapo. Na hizo pesa alikopa siku hiyo hiyo au alikopa siku za nyuma kwamba alikuwa anadaiwa? Hizo pesa alikopa siku hiyo hiyo. Na haijafahamika alizipeleka wapi hizo pesa nyingi kiasi hicho 400,000, na hizo pesa nyingine ambazo umenitajia? Haikufahamika hizo pesa zilienda wapi, ila mwisho wa siku kwamba simu zake zote zilizokuwa anatumia line zipo, ila majina yote kafuta, na bahati nzuri au mbaya simu ndogo ilikuwa imevunjwa kabisa. Na kwa jinsi ambavyo ulikuwa umemzoea ukifanya naye kazi hapa, alikuwa na utaratibu wa kufuta majina kwenye simu zake au siku hiyo tulijitokezea? Hapana, hakuwa na utaratibu wa kufuta majina kwenye simu wala kuwa mkorofi na mtu yoyote. Nadhani ni siku hiyo hiyo. Sasa kitu kikubwa ambacho kinapelekea mpaka kufanya hivyo ndo haijulikaniki, maana hatukumzoea kwa staili kama hiyo. Na alikuwa akiishi na nani huku? Mwanzo kipindi yuko hapa kwangu, alikuwa anafanya kazi hapa, tunafunga usiku, alikuwa kapanga pale style pale Sinza Mgabe. Alipotoka hapa ndo akaa yuko kwenye pikipiki na kapanga hapo nyuma hiyo gorofa. Na baada ya kupata sasa taarifa na kujiridhisha kwamba ndio yule rafiki yenu ambao mmeona plate number zake kwenye mitandao ya kijamii, mlifanya nini kama marafiki? Sisi kama marafiki mpaka sasa hivi tumeenda kuprint picha yake, kwa sababu kama inavyoonekana huku ni anajulikana sana kuliko kwa ndugu yake Tandale, au huko ndo maziko yanaenda kufanyika Kivule. Sisi kama wanafamilia hapa mtaani
tutachanga kiasi chochote kitachopatikana tumpelekee ndugu yetu kwa kwenda kumhifadhi. Maana tunajua viwanja vinauza huko vya makaburi. Kwa sisi kama sisi mtaani tutachanga kiasi kitakachopatikana tupeleke kwa ndugu, tuwe tumemwongoza ndugu yetu katika safari yake. Tumefika kwa bosi wake na marehemu. Kwanza pole kwa msiba, lakini pia ningependa kufahamu jinsi ambavyo ulipata taarifa ya kifo chake. Bwana, taarifa za kifo chake nilizipata mida ya saa 1 usiku kupitia mtandao. Baada ya kijana wangu kuonekana hayupo masaa kadhaa na sio kawaida yake. Kwa hiyo nilivyoingia mtandaoni nikaja nikaziona taarifa zake, kuangalia taarifa zake nikagundua simu naijua na pikipiki naijua namba zake. Kwa hiyo nikajua ni yeye. Moja kwa moja tukaanza kufanya utaratibu wa polisi na kupata taarifa nyingine kuhusiana na mwili. Lakini kijana wangu ni kijana mpole na ni msikivu. Ni kijana ambaye tulikuwa tunamwamini. Ukimpa hela akaweke sehemu, hata iwe ni shingapi, anaenda anaweka na anakupigia simu, hela nimeshaweka benki. Yaani ni kijana ambaye ni mchapakazi, anafanya kazi kwa uaminifu vizuri zaidi. Sasa tofauti na hapo sijui kwa kweli alikuwa na shida gani, kwa sababu ni kijana mchangamfu. Moja kwa moja huwezi kujua kwamba huyu mtu kuna kitu kinamsumbua the way anavyoonekana, lakini hakuwahi kuniambia kwamba bwana kuna changamoto 1 2 3, japo ndogo ndogo zinasoviwa, lakini hizi kubwa hakuwahi kusema kwamba ana changamoto. Lakini siku ya tukio asubuhi yake ni mtu ambaye alionekana kidogo hayuko sawa. Kwa ule kutokuwa sawa na anaongea sana na simu, basi sikulifuatilia sana kwa sababu ni hali ya binadamu. Anaweza akaamka siku moja yuko sawa, siku nyingine hayuko sawa, lakini ni kijana poa hivyo. Lakini baadaye ya hapo nikamwagiza sehemu, akaenda akarudi, nikamwagiza tena, nilivyomwagiza hivyo ndo akaenda, ni kama kaenda jumla akapotea. Baada ya usiku nataka nifunge hesabu na mtafuta kijana wangu, ndo kupata hizo taarifa hivyo na hivyo basi. Na wakati umemwagiza mara ya mwisho na unasema kwamba kupata tena taarifa kuhusiana na yeye mpaka ukaja kupata taarifa ya msiba, hicho ulichokuwa umemwagiza kilikuwa kishafika au bado? Alikuwa ameshafikisha kila kitu. Ameshamaliza, yani kamaliza kila kitu, na taarifa mimi mteja wangu akanirudishia, asante nimepata mzigo wangu. Kwa hiyo ni kwamba alikuwa ameshafikisha kila kitu, ameshamaliza yani mizunguko yake. Kama nitakuwa nimesikia vizuri, umeniambia mapema alikuwa akipiga simu nyingi na ukawa kama una wasiwasi na yeye anaonekana na hali ya kiwasiwasi. Ukumuhoji chochote kwa sababu ni kijana wako wa kazi? Sikuweza kumhoji kwa sababu yule ni mtoto wa kiume, huwezi jua mambo yake private, kwa sababu mimi nadili na kitu kinachonihusu mimi na yeye, lakini kinachomhusu yeye huwezi kumhoji mtu mara nyingi kwa sababu ni mambo yake binafsi. Kwa hiyo kuongea na simu ni kawaida ya mtu, lakini sasa ndio hivyo, huwezi kujua. Neno lako ni lipi kutokana na kifo hiki cha inadaiwa kuwa ndio mfanyakazi wako, inadaiwa kwamba amejirusha kwenye gari ili kuweza kujipotezea maisha yeye mwenyewe na alikuwa na bodaboda? Neno langu kwa vijana wenzangu, wote ni vijana, wote tunatafuta maisha sehemu mbalimbali, lakini kama unaona una changamoto yoyote, kwa kijana yoyote pamoja na mimi pia nikijiongelea, kama una changamoto yoyote ambayo inakusumbua kichwa kiasi kwamba huwezi kufikiria we mwenyewe ukalitatua, basi mtafute mtu ambaye ni wa karibu yako, mshirikishe jambo, halafu muone mnafikia wapi. Nadhani inakuwa ni rahisi sana kutatua jambo kuliko kukaa nalo mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri na washauri vijana wenzangu, kama una jambo ambalo unaona bwana hili siliwezi mwenyewe, tafuta mtu wa karibu yako, mshauriane, muone mnafikia wapi. Nadhani mnafikia mwafaka mzuri tu na jambo lako linaweza likatatuliwa kwa haraka. Tukumbushe jina lako na jina la marehemu. Jina langu mimi naitwa David Rogers Mvumo, jina la marehemu anaitwa Alex. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.